Taarifa hii habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Kila laheri msikilizaji, karibu kusikiliza uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Uchambuzi ambao unajumuishwa na ukurasa wa habari muhimu, ripoti za wanaripota wetu kutoka maeneo mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Merci Mbelichi, na kualika msikilizaji kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Nasema karibu. Kabla ya uchambuzi wetu wa habari, namkaribisha hapa Sudi Valente kwa habari muhimu. Karibu Sudi. Asante sana mwenzangu Bibu Kortantine Adama kwa fursa hiyo ya habari muhimu. Tuanzie na hapa katika mji wa Baraka na taarifa inayosema kuwa kikao cha kujadili kuhusu malipo ya matunzo ndani ya hospitali kuu ya mji wa Baraka kimeendeshwa siku ya kwanza ya wiki tunayo ndani ya chumba cha mikutano cha hospitali hiyo, na ambako kimekusanya viongozi wa serikali na raia wa tabaka tofauti. Shirika jipya la raia NDC Chumvi ya Kongo ndani ya sekta ya Lulenge tarafani Fizi linataja kuguswa na mgomo wa walimu ambao mpaka sasa wanakataa kufundisha watoto ili wapate kumaliza mwaka. Mwishowe kuna kwa habari za kimataifa huko katika nchi ya Burundi ni kwamba uhuru wa vyombo vya habari nchini Burundi wakabiliwa na changamoto mpya baada ya nchi hiyo kuporomoka mpaka kunako nafasi ya 17 katika uhuru wa vyombo vya habari kote duniani. B. Bukuru Tantine Adama, na la ziada na weka nukta kunako habari muhimu. Asante sana Sudi Valente kwa usomaji wako wa habari muhimu. Na sasa tunaingia katika uchambuzi wetu wa habari. Tukianzia katika mji wa Baraka, raia wa mji wa Baraka wameonyesha kero yao kufuatana na ubovu wa barabara kuu, hata zile za mitaa zenye kufurika maji kisha mvua kunyesha, na hivyo kupelekea baadhi ya sehemu kutokupitika kwa urahisi katika mji huu. Walipozungumza na redio yako, wananchi kadha wa kadha wa mji wa Baraka wameomba serikali ya mji huo kuchimba mifereji na kujaza sehemu zilizobomoka ili kudhibiti maji hasa kwa wakati huu wa masika. Kutokana na mvula, kwanza naweza sema mvula ni wakati yake, na kama ni wakati ya mvula, hali nyituko nayo sasa mwa hii vile yetu ya Baraka ndio inahuzunisha sana. Paraporo na mifereji ni ya mingi sana mwa hivi yetu. Ya kusaidia kwanza ni kufanya kwanza makanali za mifereji. Apreza wale kufanya makanali za mifereji, kisha meri ya Baraka ilombe raia kuangalia gisi ya kujenga juu majenzi nayo ndio inasababisha mifereji kuwa mingi. Labda kila mtu anajenga gisi anajisikia hata nafasi ya mai. Mimi nikijenga hapa, mwingine anajenga pale, ile mai kishakutanana deja inaleta mfereji. Sasa ile mfereji kishakuwa pale haiko kanalize, donc inaleta sasa mfereji kila mara, kila fasi. Mai ikisema sema ivimbe na kule kote vile kuna yala mai, donc hakuna mtu akupita wa kutoka huko kwenda huko, hakuna kutoka kule kwenda huko, hakuna. Yani ni shida tu sana Mbaraka. Ku ansie parking ya Mezo Escale, mvula ikinyesha hapa kabisa watu wanabebwa kwanza mgongoni. Na mimi kama vile raia wa Baraka naweza nikaomba viongozi angalao wangetengeneza hii mfereji ya Cholongo purke mai iende pale pa ile tio ya kushuka ngambo ya pili. Kwa wakubwa wa jiji letu la Baraka waangalie namna gani wanaweza kututengenezea mabarabara, kwa sababu barabara zinasumbua sana. Sawa vile mfano hapa kwetu kwa tunashinda kwa kufanya kazi hapa kwetu fasa na masomo ya isteme, tunaona barabara inasumbua sana kabisa. Mvula kinyesha hakuna kupita, mvula kiisha moto kupita ni shida, bajaji kupita ni shida, maana barabara hapa inakufa kabisa. Ile ni maoni yetu yenye tunaweza kuambia wakubwa wetu waangalie namna gani watatengeneza hapa, kwa sababu panasumbua sana. Wangeangalia namna gani wanaweza kuzungumza kule ku province, paske barabara inakufa ingali mwanzo, lakini kiendelea hivi italomba gharama ya mingi. Mimi nitasema kwa upande wetu sisi wa motari, kuna sehemu moja hapa juu kutampreza, ni sehemu ambayo ishakuwa baya sana. Yaani mvua tu ikinyesha pale unaharibika, fukuko sehemu ambapo kuna mashimo
ndio kunaweza provoke hata aksida sana ngambo ya motari. Ukifika pale ni sherti ushushe watu. Na gisi mvula iko nazidi kunyesha ndio uko nazidi kuharibika. Naweza sema kwa waongozi waangalie namna gani batu rehabilitate ile sehemu. Kama ni salongo nafaa salongo, mabeni inaweza kushusha hata majiwe ile sehemu. Bana planifie juu ya kulinda usalama wa barabara na waendeshaji wa mapikipiki. Kikao cha kujadili kuhusu malipo ya matunzo ndani ya hospitali kuu ya Baraka kimeendeshwa siku ya kwanza wiki tunayo ndani ya chumba cha mikutano cha hospitali hiyo na kikakusanya viongozi wa kiserikali na raia wa tabaka tofauti. Kwake Asaicha Kridumu, mganga mkuu wa hospitali hiyo, amesema kuwa kutokana na changamoto wanazozipitia kwa sasa ndio imepelekea wao kuitisha kikao hicho. Asaicha Kridumu anaeleza mengi zaidi. Ni zoezi la kawaida. Hospitali ya Baraka ni hospitali ya serikali, na ukisema serikali unasema raia. Kwa maana tulialika viongozi wakuu wa serikali wa mji wa Baraka pamoja na viongozi mbalimbali wa raia, mashirika za kiraia, Rekodesa na viongozi mbalimbali wa makanisa. Lengo kuu ilikuwa kufanya discussion kuhusu tarifa, yani malipo katika services za hospitali. Ni zoezi, unajua kila kitu kinaomba Faransa wanasema mise à jour. Yapata sasa takriban miaka 3 taarifa ambayo tulikuwa tunatumika imeshafanya miaka 3. Kwa mengi ambayo yamebadilika. Kuna hali ya vita ambapo inafanya wafadhili wengi kuacha kazi, na pia kuna hali ya madawa. Tulikuwa na mradi siku zilizopita, mradi ambao unaleta madawa, mradi wa serikali unaodhaminiwa na Bank Mondial, ambao ulikuwa unaleta vidonge madawa mingi hapa katika hospitali yetu. Sasa kwa sasa mradi huo ndio unaendelea, ila hospitali Baraka inakaribisha raia wote kwamba milango bado inafunguliwa, na kuna zile huduma ambazo tunatoa kwa bure zinaendelea kuwa za bure, hususan kuzaa. Wanawake watakuwa wanaendelea kuzaa kwa bure, hata ikibidi afanywe upasuaji wa mtoto pia ni bure. Pia tunatunza bure utapiamlo, tunatunza bure watoto wachanga wale ambao hawajaeneza mwezi mzima, tunawatunza bure. Tunatunza bure hata wasiojiweza. Upande mwingine ameonyesha hapa kwa nini ndani ya hospitali kuu ya Baraka kulikuwa na ripotiwa uhaba wa dawa siku zilizopita. Asaicha Kridumu amerejea mara tena. Ni kweli siku zilizopita tulikuwa na shida nyingi kuhusu kupata dawa. Ikumbuke kwamba tangu waasi kuteka mji wa Bukavu imekuwa vigumu dawa kutoka Bukavu kufika hapa. Sasa hiyo imesababisha hilo changamoto. Ila kikao hiki pia kimetoa fursa kwa hospitali. Siku zijazo tutakwenda kuleta dawa, kutia dawa ziwe hapa kwenye hospitali na kukomesha hilo tatizo la uhaba wa dawa. Ujumbe ni kwamba raia wasifuatane na mambo ya kuambiliwa. Waswahili husema ya kuambiliwa vina uongo. Ukitaka kujua kuhusu hospitali ya Baraka, njoo kwenye hospitali utapata maelezo zaidi. Pia milango ya hospitali iko wazi na huduma zote ziko wazi, hata huduma ya morgue. Nimesikia watu wengine mitaani wanasema kwamba morgue ya Baraka haitumiki. Chukua fursa hii kuambia raia kwamba hizo ni uvumi tu, ni habari za uongo, na kwamba morgue ya hospitali ya Baraka kweli inatumika saa 24 na kuanzia siku ya kwanza hadi siku ya Inga. Kwa Aenge ni kwamba mapambano kati ya wazalendo kundi la Biloze Bishambuke na waasi wa Twigwaneo Red Tabara TF wa M23 yameripotiwa siku ya kwanza wiki tunayo ya tarehe 5 mwezi Mei mwaka huu kwenye kijiji cha Aenge sekta ya Mtambala. Engineer na Mubamba ni msemaji wa Biloze Bishambuke, anaonesha namna mapambano yalivyoanza. Ndiyo, ilikuwa ni asubuhi ya saa 12 ya hii Jumatatu ya tarehe 5 Mei mwaka wa 2025. Wazalendo wa kundi la CPC Barfa Bebe Bishambuke yake Jemadari del ndio Kalemi Mwanzito walikuwa wakiendesha doria kwenye kijiji cha Kakenge na kando, ndipo walikutanana na mlolongo wa wapiganaji wa Gumino Twigwaneo ambao walikuwa wanajielekeza kwenye kijiji cha Mulima ili kuendesha
kuendesha mauaji dhidi ya raia. Wapiganaji wa kundi la Biloze Bishamuke waliingilia kati na mapambano ikaanzishwa hiyo asubuhi, ambayo ilidumu muda wa saa 5. Ilipofika saa 5 ya mchana, adui akakimbia. Eneo ambamo waliwakuta hawazoei kutembelea au kuonekana kwenye eneo hilo. Ni tangu jana ndipo raia walilala na wasiwasi. Walipata habari kama Gumino, Twirwaneho, AFC Red Tabara walionekana huko kwenye maeneo kando ya Kakenge, na pia wengi wao walikuwa wanaonekana kuelekea kwenye maeneo ya kijiji cha Mlima. Ndipo wazalendo wakazidisha doria ili kwamba waweze kuzuia mauaji yasiendeshwe. Twirwaneho tangu waliweza kujiunga na M23 wakishirikiana na waasi wa Burundi wa Red Tabara, wanaonekana kwa sasa kukosa chakula kwenye maeneo ya Minembwe. Sasa walio wengi wanatamani kupata chakula kwenye vijiji kando, na ndio maana wanapenda kujielekeza kwenye maeneo ya Mlima na kando kuua raia, kuwanyang'anya mali zao, nao pia waweze kupata chakula. Ndio unajua kwamba vita ya mbele iko tofauti na vita ya sasa. Mwishowe na Muvamba, msemaji wa Biloze Bishambuke akiwa huko Aenge, ameomba raia kuwa na matumaini na watoto wao waliojitolea kupigania nchi hii. Zamani tulikuwa tukipigana na Twirwaneho ambao ilikuwa naundwa na raia tu wa Minembwe ambao walichukua silaha katika mazumuni ya kutaka kulinda ngombe zao. Lakini kwa sasa tunapigana na jeshi la Rwanda, jeshi ambalo linajulikana kwa umahiri wake katika nchi za Afrika Mashariki. Wanapata misaada kutoka nchi za Ulaya, wanapata misaada kutoka nchi za Marekani, na pia wanapata misaada kutoka hata nchi za Asia. Sasa jeshi la Rwanda kupambana na vijana wa autodefense ambao waliweza jiunda katika hata kuzuia vijiji vyao visiunguzwe na Twirwaneho. Unaona kama ni vigumu sana, lakini vijana wetu wanajitahidi katika hali kudhibiti mambo na kuendelea kulinda usalama wa raia na mali yake kwenye maeneo ya Nyanja, tarafa la Uvira, Fizi na Mwenga. Sote totale tunashirikiana na jeshi tunapata misaada kidogo ya jeshi la taifa na misaada ya vifaa vidogo ambavyo tunavyo na vinatusaidia. Tunatumaini ya kwamba mnamo siku zijazo matunda yataonekana kutokana na misaada ambayo tunaipata kutoka kwa jeshi la taifa. Ndio ujumbe wangu kwa raia wa Kongo, hususan wale wa tarafa la Fizi ambao wanaendelea kushuhudia mapigano ya siku nenda siku rudi kwenye maeneo hiyo, wabaki chonjo, lakini waunge mkono vijana wazalendo ambao waliweza kuchukua silaha ili kwamba waweze kuwalindia usalama. Ujumbe wetu kwa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ni kuwa makini, kuendelea kushirikiana vijana wazalendo, kuwapea misaada inayostahili ili kwamba waweze kupambana vilivyo na jeshi la Rwanda linaloshirikiana na waasi wa Twirwaneho pamoja na waasi wa Burundi wa Red Tabara. Alafu tuseme kwamba mashirika za kiutu, raia wengi mpaka sasa wanapatikana porini, wanakosa msaada. Wazee wanafariki kwa sababu ya hali ya baridi ambayo inaendelea kuripotiwa kwenye maeneo ya nyanja za juu, watoto pia na wanawake wajawazito. Kwa kweli hali ya kiutu kwa sasa ni mbaya sana. Wakimbizi wanakosa hata hema, wengi wao wanalala nje, wanashimika tu miti, wanalala nje, na siku hizi mvua ni nyingi sana kwenye maeneo ya Rugezi. Kwa kweli hali ni mbaya sana kwa raia waliokimbia makazi yao, raia ambao vijiji vyao viliweza kuunguzwa na jeshi la Rwanda likiunga mkono waasi wa Twirwaneho M23 na AFC wakishirikiana na watu wa Burundi. Kilembwe ni kwamba shirika jipya la raia NDC Chumvi ya Kongo ndani ya sekta ya Lulenge tarafani Fizi linataja kuguswa na mgomo wa walimu ambao mpaka sasa wanakataa kufundisha watoto ili wapate kumaliza mwaka.
Katika mazungumzo na Radio Kivu, Abedi Sumbi Abdul, mratibu wa muundo huo, ameonyesha kuwa ni jambo la walimu kuvuta subra ili warudi mashuleni ili kunusuru watoto na mwaka huu wa masomo wa 2024-2025. Kitu kinachotushangaza ni kitu kimoja. Yapata mwezi na nusu ndani ya jiji ya Kilembwe watoto hawasomi. Division Baraka D inafanya mgomo wa kutokusoma. Sasa hivyo vitu vinatushangaza sana. Watakuja fanya mgomo na baada wamekwisha fanya hatua, kuna baki tu miezi chache watoto wafunge masomo. Hiyo kitu kinatushangaza sana. Tunasikia Baraka kando kote fasi zote zingine watu wanasoma. Kwa nini wakuu viongozi wa masomo washindwe kufuatilia hayo mambo? Hiyo ni lalamiko letu, na sisi kama shirika la kiraia tunapendekeza wangejitahidi wakuu viongozi wawaone wakuu wa division ya Baraka 4 wafungue milango ya masomo, watoto wamalize masomo. Kilembwe lakini kungine kwa kando watoto wanasoma, lakini Kilembwe tu watoto hawasome. Tatizo ni ile kama tunasema sous division Baraka 4 iko hapa Kilembwe na wenyewe wanakataa kufundisha. Ni walimu na viongozi wao wa director wao ndio wanakataa kufundisha, lakini uongozi uko hapa. Sous division Baraka 4 iko hapa na ile njoo inapaswa kuwa inasisimua watu wake, lakini wenyewe wanakataa kufundisha. Ni walimu na wa director wao ndio wanakataa kufundisha. Wale sous division tulisema sous division Baraka 4 sababu wao ndio wakubwa wenye kuwa hapa. Ndio maana tulisema walimu maekole ambazo zinasimamiwa na sous division Baraka 4 ndio nakataa kufundisha watoto hapa Kilembwe. Ndio sababu hiyo sisi kusema hivi na kuwataja, lakini ambao wanakataa ni walimu na wa director wao. Sasa hawalipwi miezi kama 2-3, hawapati pesa za serikali. Ndio sababu ya kukataa kufundisha watoto. Na alipoulizwa ikiwa tayari wamefanya hatua fulani za mazungumzo pamoja na walimu pa Kilembwe, Abedi Sumbi Abdul amejibu yafuatayo. Hiyo ndio walimu walishaonywa, lakini bado kukubali. Hapa tulionana na watu wa Sekop, walizungumza wanaenda nana kwanza na wajumbe kutoka Waraka sababu Espul waliingia jana. Watafanya kwanza vikao vyao, waangalie kwa mazungumzo yao kama watakubaliana namna gani. Leo ndio tunawaona watu wa Sekop wanaenda nana na Espul, tusikie gisi watazungumza. Lakini ingawaji wanaweza wakafundisha, lakini itakuwa kabisa sikufundisha halali, itakuwa fundisha moja ya hivyo tu kusudi mwako malizike. Na sasa tunajitupa viwanjani kwa habari za michezo, naye Omari Makelele Ozile, karibu. Naam, asante sana Bibu Kurtantine Aldama. Leo katika habari za michezo tuanzie na habari za hapa katika nchi ya DRC. Ni kwamba michuano ya ligi kuu katika nchi hii maarufu Linafoot iliweza kutimua vumbi jioni ya siku ya kwanza ya wiki tunayo, ambako mechi moja iliweza kupigwa ambako vijana wa AS Simba waliweza kuwatambia timu ya Darling Club Motema Pembe mabao 2-1. Na huko katika bara la Ulaya ni kwamba usiku wa siku ya pili ya wiki tunayo mechi ya nusu finali ya ligi ya mabingwa Ulaya, hatua yake marudio itaweza kupigwa katika uwanja wa Giuseppe Meazza kule nchini Italia, ambako Inter Milan watawakaribisha vijana wa FC Barcelona. Kumbuka mechi ya awali ni kwamba timu zote zilirizika kutoka sare kufungana mabao 3-3. Itakuwa namna gani upande wa Inter Milan aiza upande wa FC Barcelona kuna mechi hiyo ya marudio? Na kwingineko ni kwamba klabu ya Manchester United imepanga kumsajili beki wa klabu ya FC Barcelona raia wa Uruguay Ronald Araujo katika dirisha kubwa lijalo la usajili, ikiwa klabu ya Manchester watafanyikiwa kufuzu kucheza mashindano ya ligi ya mabingwa Ulaya msimu ujao, kwa kuwa mabingwa wa michuano ya UEFA Europa League msimu huu. Na vile mlinzi mahiri wa pembeni Trent Williams-Arnold ametangaza rasmi kuondoka katika klabu ya Liverpool msimu huu utakapomalizika. Trent Alexander-Arnold amedumu ndani ya klabu ya Liverpool kwa kipindi cha miaka 20. Trent Arnold ameyasema haya kisha kutangaza kuondoka klabuni hapo. Namnukuu, baada ya miaka yangu 20 katika klabu ya Liverpool, sasa ni wakati wangu wa kudhibitisha rasmi kwa watu wote kuwa nitaondoka mwishoni mwa msimu huu. Huu ni uamuzi wangu zaidi ambao nimewahi kuufanya maishani mwangu, na moyo umenituma niweze kujiunga na klabu ya Real Madrid hapo nchini Hispania.
Najua wengi wenu wamejiuliza kwa nini au wamefadhaishwa sana kuona nimeondoka hapa katika klabu ya Liverpool, lakini ni lazima niondoke tu katika klabu hiyo. Hayo ni maneno yake mchezaji huyo kisha kutangaza kuondoka kunako klabu ya Liverpool. Aweka nukta kunako habari za michezo. Asante sana Omari Makelele Ozile kwa usomaji wako huo wa habari za michezo. Endapo msikilizaji ndo bado unakuja kujiunga nasi, unasikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye redio ya Kijamii Kivu mjini Baraka kupitia mitabeni ya 93.0 FM. Kampuni Fizwan Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Na sasa ni habari kutoka sehemu mbalimbali, tukiwa hapo mjini Uvira. Walinzi kutoka kampuni ya Wagenya Protection Gardiennage wameendesha maandamano ya kuketi kwenye ofisi ya SNCC Uvira kwa kutokulipwa mishahara yao ya miezi 6 na shirika hilo. Kwa jambo hilo, vuguvugu la machozi la rahia mjini Uvira limeomba kwa wakuu viongozi wa SNCC kuvalia njuga swala hilo. Akizungumza na vyombo vya habari, Bwana Musa Ali Rutamu, coordinator wa muundo huo, amesema kuwa kwa sasa walinzi hao wanaishi kwa ugumu kutokana na kukosa, hasa ukiangalia wana familia zinazowategemea, kama anavyoeleza hapa. Tumsikilize. Sisi vuguvugu la machozi la raia tunatoa wito wetu kwa viongozi kwa hali inawakili walinzi wa kampuni Magenya Protection Gardiennage ambao wanahudumu kwenye mashirika ya hifadhi ya jamii wala SNCC ya mji wa Uvira, ambao wanalalamika kuwa hawajalipwa mshahara wao kwa takriban miezi 6 hii. Hali hii inaumiza sana kwa sababu maisha yao ya kila siku ni mabaya sana kutokana na ukosefu wa usalama na matatizo mengine yanaendelea katika mji wa Uvira. Kwa kulipa kodi ya nyumba, chakula, masomo ya watoto, walinzi hao wanapambana na shida kubwa za kifedha ili kugharamia mahitaji ya familia na mambo mengine muhimu. Wametuambia wameshaandika barua nyingi kwa kampuni bila majibu mpaka leo. Leo Jumatatu tarehe 5 Mei wamefanya maandamano ya amani mbele ya ofisi yao iliyo katika kata la Kimanga, mtaa wa Stade maarufu kama Route Mwami. Ni kusema sisi machozi ya raia tunachangia kilio hiki cha haki cha walinzi na tunadai kwa bosi wao SNCC ya Uvira alete mabadiliko ya haraka kwa kulipa kile kinachostahili kwa walinzi wake. Sisi machozi ya raia tunaita mkurugenzi wa taasisi hiyo ya SNCC hii ili kuchukua hatua za dharura ili kukerebisha hali hiyo inayotia wasiwasi kwa walinzi wao, na kuongezani kusema usalama nzuri nao utapatikana pale ambapo wale walinzi nao watakuwa wanalipwa vizuri na wanakuwa wanatiliwa katika hali nzuri na watafanya kazi ya ulinzi kama inayowezekana na kulinda usalama ya taasisi hiyo ya SNCC. Katogota. Milio ya risasi imesikika kwa wingi muda mrefu mchana wa siku ya kwanza ya wiki tunayo katika eneo la Katogota, ambako yamesemekana ni mapambano kati ya FARDC wazalendo dhidi ya FCM 23, na hivyo kupelekea raia wamoja kujawa na wasiwasi ndani ya mji wa Kamanyola tarafani Walungu jimboni Kivu ya Kusini. Mengi zaidi ungana nasi katika uchambuzi ujao kwenye Radio Kivu. Na huko Moba, tribunali ya amani ya Moba itaanzisha masambo ya hadharani dhidi ya watumiwa wawili wa kitendo cha wizi ziwani Tanganyika na wengine wawili kwa makosa ya kupigana. Masambo hayo yatafanyika Jumatano ya tariki 7 mwezi Mei mwaka huu kwenye kijiji cha Malokai ndani mwa kitongoji cha Mobapo. Ripoti kamili na Isdor Kashuo. Masamba zarani kuhusiana na watumiwa wawili wanaozuiliwa kwa kesi la wizi wa injini ya maji ziwani Tanganyika na wengine wawili wanaofuatiliwa kwa makosa ya kupigana yamepelekwa siku ya Jumatano Mei 7 baada ya kuanzishwa rasmi Ijumaa Mei 2 mwaka 2025 na tribunali ya amani ya Moba. Teo Njondo Mbombangu, president wa tribunali ya amani ya Moba, amethibitisha kama masamba yameanza vyema na yamepitikana vizuri kwa siku ya mwanzo ambapo tribunali imejihusisha kwa kina. Kwa mujibu wake, Jumatano Mei 7 itahusika kwa ajili ya kuendeleza masambo, kufanya utetezi na kutoa uwezekano wa kutamka maamuzi. Nous avons été saisis par le ministère public. Tunaarifiwa na mahakama ya kiraia inafuatilia kesi nyingi ya makosa ya wizi kupigana, wizi unaofanywa katika ziwa Tanganyika kwa injini ya maji. Kwa kuwa wizi uliogeuka mara na mara katika eneo letu. Ni kwa hiyo tumeona imekuwa vyema kwetu sisi kuweza kuandaa masambo ya hadharani katika kini cha kusogeza haki kwa wadai. Sio tu hiyo, kuongeza pia utamaduni wa sheria kwa raia na tena pia kuweka kando utamaduni tuliouona huku
utamaduni wa kulipiza kisasi. Alafu hakuna mafaa, watu wanajua wenyewe na kujukumia wenyewe kwa kesi ambayo ni makosa kisheria. Alafu la muhimu kwa sasa kufanya ni ile ya kuandaa masamba ya hadharani, yanaweza pia kusaidia masamba ya pedagojia kwa ajili ya raia. Aussi des audiences pédagogiques pour la population. Les audiences sont bien déroulées. Masamba yamepita vizuri, tunajihusisha kwa kawaida na kwa kina hii leo. Tunatumai kama Jumatano tutaweza kuendeleza masambu na kwa lazima kualika pande kufanya utetezi. Et au besoin inviter les parties à pouvoir plaider. Wakati wa usambisho wa kesi Ijumaa 2, mfungwa mmoja kati ya wafungwa wawili alikuwa amefuatiliwa kwa makosa ya kupigana ameachiliwa huru bila shoti yoyote. Nous avons estimé que c'est à tort que les parties. Tunakuta ni kinyume kumdhululia, mahakama imemleta kwetu mtumia huyo ndio amekuwa mwanga. Alafu baada ya kujihusisha tumekuta kama hakuwa na kosa, kwa maneno ni yeye alikuwa mwanga wa kupigwa. Alafu tribunali imekuta alikuwa muhimu kuendelea kumdhululia, imemwachilia huru. Les garder en détention et la libérer. Tunapaswa kukumbusha kama tangu kuingia kati kwa tribunali ya mahakama ya kijeshi kambi ya Kalemi na mahakama ya Moba kwenye kesi ya uza mjini ndani mwa ziwa Tanganyika, hususa raia na majeshi wahusika wamehukumiwa na wengine kuhukumiwa kifo, na hususa wengine masamba ya zarani yanaendelea. Visa vya uza kufanywa ziwani Tanganyika vimesimama kwa mujibu wa wavuvi. Nikiripoti kutoka Moba, Vidor Kashulero, Kivu. Na kwenye habari ya kitaifa, kiongozi mkuu wa korti ya kikatiba amemtaka spika wa bunge la taifa Vital Kamerhe kuheshimu sheria, hasa kifungo cha 151 cha katiba. Hivyo ni baada ya spika huyo wa bunge kuomba kwa korti kuu ya katiba kufuata utaratibu kwenye kesi inayomkabili Matata Mponyo. Mengi zaidi na Safari Alimasi ndani ya studio. Mkuu kiongozi wa korti kuu ya kikatiba Dieudonné Kamuleta amemtaka spika wa bunge la taifa Vital Kamerhe kuheshimu kifungu cha 151 cha kikatiba. Katika barua iliyoelekezwa kwa spika huyo wa bunge la taifa, Kamuleta alikumbusha kwamba kifungu hiki kinahitaji mahakama kufanya kazi yake kwa uhuru juu ya kesi ambazo inazo tayari bila kuingiliwa au kizuizi. Mkuu kiongozi wa korti ya kikatiba anataja katika barua yake kwamba utaratibu wa sasa umepita tayari hatua ya kabla ya uamuzi, na kwamba katika hatua hii haiwezekani tena kujadili swala la idhini ya mashtaka au kuondoa kwa kinga. Pia anasisitiza kwamba kifungu cha 151 kinatumika katika tukio ambalo mbunge ametenda kosa, huku mwendesha mashtaka wa umma amepanga kuanzisha mashtaka au kukamatwa kwa mbunge huyo. Kwa kesi ya Matata Ponyo, hiyo sio kesi tena, tayari imetafsiriwa kabla ya mamlaka ya uamuzi wa kitengo cha mashtaka tayari kimeshatoa faili kufuatia ombi la mwisho la utazamaji. Hivi sasa tuko katika hatua ya mamlaka, alisema karikati. Katika hatua hii korti kuu ya kikatiba tayari imechukua sababu chini ya kufikiria lazima ya mwe juu ya maswala yote ya kiutaratibu na madhubuti yaliyoletwa ndani ya mfumo wa kesi hii. Siku chache zilizopita, spika wa bunge la taifa Vital Kamerhe alikuwa amelaani ukiukwaji wa sheria na mahakama ya kikatiba katika kesi iliyomlenga mbunge Matata Ponyo bila kinga yake ya ubunge. Spika huyo wa bunge la kitaifa aliomba kwa korti ya kikatiba kufuata utaratibu wa kisheria, akitaka iweze kutuma ombi la kuondoa kinga ya mchaguliwa huyo wa Kindu katika bunge la kitaifa, haswa katika kesi yake ya ubadhirifu wa mali za umma kuhusu mradi wa agroalimentaire wa Bukangalonzo. Katika kesi hiyo upande wa mashtaka ulikuwa umeomba miaka 20 gerezani dhidi ya Matata Ponyo Mapon. Asante sana Safari Alimasi. Tumalizie uchambuzi wetu wa habari na habari ya kimataifa. Huko Burundi, uhuru wa vyombo vya habari nchini Burundi wakabiliwa na changamoto mpya baada ya Burundi kuporomoka nafasi ya 17 katika uhuru wa vyombo vya habari duniani. Burundi, Bukuru Elias Daniele ni mwanaripota wetu, anaripoti kamili. Uhuru wa vyombo vya habari nchini Burundi unakabiliwa na changamoto mpya. Shirika la waandishi wa habari wasiokuwa na mipaka RSF limeonya baada ya Burundi kuporomoka kwa nafasi 17 katika uhuru wa vyombo vya habari duniani. Ripoti ya kila mwaka ya shirika hilo la uangalizi inaiweka Burundi katika nafasi ya 125 kati ya nchi 180. Nchi nyingine za ukanda wa Afrika Mashariki, Tanzania ipo nafasi ya 95, Sudan Kusini nafasi ya 109, Kenya 117, DRC
133, Somalia 136, Uganda 143 na Rwanda 146. Nchini Burundi, RSF inaripoti kwamba wakati wa Rais Evariste Ndayishimiye alipoingia madarakani mwaka 2020 aliahidi kuboresha uhusiano na vyombo vya habari na kuimarisha usalama kwa wanahabari katika nchi hiyo ndogo ya ukanda wa Afrika ya Mashariki. RSF inasema vyombo vya habari nchini Burundi vinadhibitiwa na CNC ambayo wanachama wake wanateuliwa na rais na wako chini ya serikali kikamilifu. Kutolewa kwa ripoti ya RSF kuna kuja baada ya siku chache tukio la kutatanisha shambulio la kikatili na kuzuiliwa kwa muda mfupi kwa mwanahabari Wili Kwizera wa Bonesha FM baada ya kushambuliwa siku ya Jumatatu katika chuo kikuu cha Burundi kampasi ya Mutanga alipokuwa akiripoti kuhusu hali ya maisha ya wanafunzi. Katika waraka uliotolewa na vyombo vya habari vya Bonesha FM, Indundi Culture, Radio Televiziyo Isanganiro, Journal Iwacu, Dwele Magazine na Yaga Burundi unarani unyanyasaji unaofanywa dhidi ya waandishi wa habari. Kwa upande wa RSF inasema kwa maono ya 2040, 2060 kwa Burundi haitawezekana bila vyombo vya habari vinavyoweza kuripoti habari nchini Burundi bila woga, kukuza utamaduni wa uwazi, utawala bora, wajibikaji na ushirikishwaji wa raia. Hata hivyo, maafisa nchini Burundi wanasema kuwa idadi kubwa ya vyombo vya habari nchini vya aina mbalimbali ni ishara tosha kuwa vyombo vya habari vya nchini Burundi vinafanya kazi kwa uhuru. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Ni kupitia ripoti yake hiyo Bukuru Elias Danieli ndipo tumefika mwisho wa uchambuzi wetu wa habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Msomaji wako Bukuru Tantine Aldama, fundi mitambo Merci Mbelechi, na kuaga msikilizaji nikikutakia kila laheri. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.